Naam, nikukaribisha tena kwenye uchambuzi wa kitu kikali kabisa ambacho kinakwenda kwa jina la Huyu ni Nani. Yaani kifupi ni kwamba moja kati ya episode ambazo zimeambatana na mabadiliko makubwa ni episode hii hapa ya 9. Ni kwamba hakuna mtu ambaye angetarajia kwamba bwana mdogo ambaye anaitwa Kasongo angempandishia sauti Mbalamadi. Yaani kifupi ni kwamba watu wengi naamini wamefurahia tukio zima ambalo limetokea kwenye sini hapa ya Kasongo kuweza kumpandishia sauti kijana ambaye anaitwa Mbalamadi, kwa sababu wote tunafahamu kwamba Kasongo toka episode ya kwanza hadi episode ya 8 alikuwa mnyonge sana. Sasa leo tumeweza kufahamu na kutambua nini hasa kinaweza kumfanya Kasongo akasirike. Yaani kifupi ni kwamba ni kumvunjia heshima kwa kaka yake bwana Abdul. Hilo tumeliona hapa na ni mara baada ya dogo ambaye wanamuita Mbalamadi kuweza kuvuka mipaka. Hivi unaamini kwamba dogo anakela Yaani kifupi ni kwamba dogo ambaye anaitwa Mbalamadi anaudhi sana. Hebu angalia kitu ambacho amemfanyia bwana mdogo ambaye anaitwa Kasongo. Yaani dogo amenunuliwa daftari. Sasa mwamba alivyokuwa na akili mbovu ameenda kuandika ujinga kule, mala Diamond si Zuchu kachola makatuni pale, kitu gani sasa? Yani kifupi hata kama ungekuwa ni wewe usingeweza kumvumilia mtu kama huyu hapa. Sasa ni kwa nini dogo Kasongo ameweza kukasirika sana? Kwa sababu tunafahamu huko nyuma aliweza kufanywa mambo makubwa zaidi na bwana mdogo ambaye anaitwa Mbalamadi kuliko ili tukio ambalo ameweza kufanyiwa hapa kwenye daftari lake, yani kwenye madaftari yake, jinsi ambavyo yaliweza kuchorwa vitu vya ajabu na bwana mdogo ambaye wanamuita Mbalamadi. Ni kwa nini akasirike swala zima la kuweza kuvunjiwa heshima kwa kaka yake Abdul? Hapa tutajua ni kwa nini. Kwanza kabisa tufahamu kwamba dogo ambaye anaitwa Mbalamadi amekuwa msaada mkubwa sana kwenye maisha ya Abdul toka mwanzo wa safari ya tamthilia hii hapa mpaka sasa hivi ilikofikia episode ya 9. Bwana mdogo ameonekana sana kumsaidia Mr. Abdul kuliko jinsi ambavyo anasaidia watu wengine. Lakini ulishajiuliza kwamba mtoto anaweza kuunyea mkono na ukaukata? Yani wanasemaga kwamba mtoto akiunyea mkono huwa haukatwi. Sasa akiunyea mara nyingi lazima wapo ambao watatamani kuukata mkono. Hiki ndio kitu ambacho kimetokea. Tunafahamu kwamba bwana mdogo Kasongo ni mtu kama maraika fulani hivi, lakini hatumjui kiundani zaidi. Yani kifupi ni kwamba hatujamfahamu asili yake, lakini ukijaribu kuangalia ni kama kadogo, ni kama malaika fulani. Sasa ni kwa nini kama malaika kakasirike? Ushawahi kuona wapi Yesu anawapiga wanafunzi wake? Yani wale mitume wake alishawahi kumpiga hata mmoja? Hapana. Sasa kwa nini dogo Kasongo ampandishie kisauti, yani alimanusula aweze kumpiga hata mbao mkofi hapo dogo ambaye wanamuita Mbalamadi? Hapa tutajua ni kwa nini. Ni kwa sababu Kasongo atakuwa ni mwanadamu wa kawaida tu kama sisi, lakini amejaliwa nguvu tu. Lakini kitu kingine ambacho kinanifanya nizidi kuamini kwamba bwana mdogo Kasongo ni mwanadamu kama sisi ni kwamba ana hisia zote kama ambazo sisi tunazo. Yani hisia za huzuni, hasira, kama ni kucheka mtu anacheka, yani hisia ya furaha zote anazo hizo. Kama tulivyoweza kuona hapo bwana mdogo ambaye anaitwa Mbalamadi alivomkela, ameamua kumuonyeshia na kumpandishia sauti, kumuonyesha kwamba anao uwezo wa kumfanya kitu chochote. Sasa ni malaika gani ama ni mtu gani ambaye ama ni Mungu gani anaweza kumfanyia kitu kama hiki mwanadamu, amkasirikie mwanadamu? Hapana. Sasa hapa moja kwa moja tutapata majibu kwamba bwana mdogo Kasongo ni binadamu kama sisi tu. Yani kifupi ni kwamba ni mwanadamu kama sisi, lakini alijaliwa kidogo kuwa na nguvu fulani. Lakini huwezi jua, huenda dogo akawa malaika. Nikuombe tu endelee kuifuatilia tamthilia hii hapa, utapata majibu yote yale. Lakini twende mbele turudi nyuma. Huyu bwana mdogo Mbalamadi anakera. Mbali na kukela pia anachekesha. Tukiachana na kuchekesha pia udogo anasikitisha, kwa sababu madogo kama hawa wapo wengi sana huko kitaani, lakini udogo ni pasua kichwa. Hebu angalia hii michezo ambayo anaifanya kwenye madaftari ya bwana mdogo ambaye wanamuita Kasongo. How come? Yani inawezekanaje? Aise, ila sio mbaya. Bwana mdogo kwa sasa anataka kuhakikisha kwamba dogo ambaye anaitwa Kasongo na yeye anaikosa furaha kama jinsi ambavyo aliweza kuikosa furaha. Unafikiri ni kwa nini dogo kafikia hatua hii ya kumsababishia matatizo bwana mdogo Kasongo? Yani kumfanya aweze kutoaminiwa na brother yake Abdul. Ni kwa sababu ya tukio lililopita kwenye episode iliyopita. Yani kifupi ni kwamba bwana mdogo Kasongo alipongezwa sana na kaka yake Abdul, akapelekwa huko wakala lunch, wakala chakula vizuri. Yani ili tukio liliweza kumsababishia bwana mdogo ambaye anaitwa Mbalamadi akasirike
na ndo maana amechukua maamuzi magumu na mabaya kama haya hapa ambayo ameweza kuyafanya. Sasa hakujua ni kitu gani ambacho kinaweza kutokea. Alichokosea ni kwamba hajamchunguza vizuri bwana mdogo ambaye anaitwa Kasongo. Huenda asingefikia huku, yani kifupi ni kwamba huenda asingetokea huku kabisa. Yani anachotakiwa kukifanya ni kuwa makini, kwa sababu bwana mdogo Kasongo kwa sasa ameitangaza vita na bwana mdogo ambaye anaitwa Mbalamadi, lakini utaiona hiyo vita itakavyokuwa. Yani kifupi ni kwamba Mbalamadi hatafanya kitu chochote kuweza kumuumiza bwana mdogo, ila atamfanya bwana mdogo apitie yale ambayo ameyapitia. Kama tulivyoweza kuona huko nyuma ni kwamba bwana mdogo wakati brother Abdul amewaachia pesa ya kula, Mbalamadi alijikuta mjanja kama kawaida yake, akamnyima dogo hela, mwamba akaichukua kichawi, mambo yakaenda kama hivyo. Sasa ukijaribu kuangalia, hicho ndo kisasi cha bwana mdogo Kasongo. Yani kifupi ni kwamba hakina madhara yote yale. Yani kifupi ni kwamba bwana mdogo bado ana ule moyo wa huruma kwa wale wanaomkosea. Hii ni moja kati ya sababu ambayo inamfanya bwana mdogo awe wa kipekee sana. Kama nilivyoweza kukujuza pale mwanzo kwamba huyu bwana mdogo huenda akawa malaika ama akawa mwanadamu kama sisi, lakini ana kaupeo fulani hivi ka nguvu ambazo alibarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini pia moja kati ya matukio ambayo tunatakiwa kuyachambua zaidi na tunatakiwa kuelewa, ndugu mpenzi mtazamaji, na pia tunatakiwa kujiuliza ni kwa nini Kasongo anafahamu kwamba kaka yake Abduli hapo alipo ameingia kwenye mapenzi bila ya matakwa yake. Yani kifupi ni kwamba amelogwa na huyu binti ambaye anaitwa Mchuchu aweze kuingia kwenye penzi lake. Kwa nini dogo Kasongo hataki kumsaidia brother yake Abduli aweze kuepukana na giza hili ambalo ameingia bila ya yeye kufahamu? Sasa hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa kujifahamu, na moja kwa moja tutakwenda kuchambua nguvu zile ambazo yuko nazo bwana mdogo Kasongo. Mwanzoni tulifahamu kabisa kwamba bwana mdogo Kasongo ana uwezo wa kuona matukio ya mbele, lakini pia anaweza kuona matukio ambayo yalishapita. Mwishoni tukaja kufahamu kwamba pia bwana mdogo Kasongo ana uwezo wa kurudisha muda nyuma. Sasa hivi tutakwenda kufahamu uwezo mwingine wa dogo ambaye wanamuita Kasongo. Yani kifupi ni kwamba Kasongo ana nguvu nyingi ambazo hatujazifahamu bado na tunatakiwa kuzifahamu. Nikwambie tu kwamba hii hapa ni Ama Films.